heshima nikupongeze kakaangu Msigwa kwa namna ambavyo unaisimamisha shule. Tuna hii naomba warekodi kabisa. Wataki wasitaki, shule lazima isimame. Hatupambani, hatupigani. Tupiganie taaluma na matokeo na maslahi ya watumishi. Tunapitia kipindi ambacho sio kizuri sana, lakini walimu epukeni msiingie kwenye siasa. Mwingi, mimi mara nyingi huwa nakuja naleta vitabu. Msingi wa taasisi yoyote ya elimu ni taaluma. Kuna taasisi hazitangazi kwenye TV, kwenye redio, kwenye nini. Lakini Sangu sasa hivi ukienda watu likipita bango la Mama Samia leo fuata la Sangu. Usipowapongeza unataka nini? Wewe afu wewe mwenyekiti. Alafu kijana, alafu mshikaji huko mjini. Alafu Sangu hii ndio ina watu wenye maamuzi. Hatuna haja ya kuwa wakali. Tuna haja ya sisi kama chama na jumuiya kuwa sehemu ya nyie, kuwa watulivu na wapole, kuwafanya mfanye kazi katika mazingira ya utulivu. La pili, ni washukuru watumishi. Hamfanyi kazi kwenye mazingira magumu. Mnafanya kazi kwenye mazingira ya kuhudumia watoto. Mmebeba dhamana ya watoto kuwa wa kwenu. Rai yangu kwenu, waheshimuni viongozi wa chama, tuwashukuru, tumeshinda chama chaguzi zote, lakini taasisi hii haitoi huduma kulingana na chama, dini, rangi wala nafasi. Sangu Sekondari inahudumia watu wenye kada na kariba zote. Kwa kauli kangu mimi nashinda kusema niwaambie walimu wangu nashindwa. Niwaambie kaka zangu, dada zangu na walimu wa Sangu Sekondari. Tufanye kazi kwa uweledi, turudishe hadhi ya Sangu Sekondari. Tukiamini kwamba sisi ni wakombozi wa Sangu, wale waliosoma Sangu watajirudi, watakuja. Tuanze sisi, waone tunafanya nini. Tuje tuwashirikishe baadaye. Watatuuliza tulifanya nini kaka Msigwa. Matokeo ya kidato cha 4 Sangu Sekondari tumeongoza kwa shule za Jumuiya ya Wazazi Tanzania. Nitakuwa mwenyekiti wa kienyeji, mshamba na mdwanzi kabisa nisipowapongeza ninyi jamii ya Sangu. Na kutoa tuzo ya heshima kwa shule ya sekondari ya Sangu chini ya mkuu wa shule kakaangu Msigwa, na zawadi ya vitabu kwa ninyi wasaidizi wake jumuiya ya Sangu pamoja na wanafunzi. Si katika wilaya tu ya Mbeya mjini zinafanya vizuri katika taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza hatujawahi kuwa na matokeo ya kidato cha 4 kama tuliyoyapata mwaka huu. Tangu shule inaanzishwa ilikuwa ukipata matokeo ya kidato cha 4, ni kweli Sangu ilikuwa na wanafunzi wengi, labda waliofanya mtihani walikuwa 200, lakini na zero ulikuwa unazikuta 80. Kwa mara ya kwanza tumetoa matokeo ambayo tumefuta daraja la 0 na daraja la 4. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watoto wetu wote wana sifa za kujiunga na kidato cha 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na wanafunzi wa shule 85. Kati ya hawa 85, wanafunzi 16 tu ndio waliopata daraja la 3. Kwa hiyo ukiona hayo matokeo ni
kidogo tu tufute na division 3. Na sasa nakuhakikishia walio form 4 watafuta na division 3. Kati ya wanafunzi 85, wanafunzi 40 walipata daraja la pili na wanafunzi 29 walipata daraja la kwanza. Kwa hiyo hakukuwa na wanafunzi waliopata daraja la 4 wala daraja la 0. Matokeo haya yametufanya iwe ni shule ya kwanza kati ya shule za jumuiya ya wazazi kitaifa. Na mwenyekiti huyo si mwingine ni anayeitwa Emmanuel Mwarupindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla wetu umekuwa chachu ya maendeleo ya shule hii, umekuwa chachu ya mafanikio ya shule hii, lakini umeleta utulivu. Walimu wanafanya kazi wakiwa na uhakika wa kesho. Kwa matokeo haya, kila mwanafunzi anayeingia hapa tayari kisaikolojia anasema mimi sitafeli kwa sababu wengine wote wamefaulu. Ni mwalimu wa geography. Kwa kweli nilikuwa napata changamoto sana kwa vitabu hivi vya mtaala mpya. Tulikuwa tunateseka sana sababu yani ukiangalia vitu ambavyo ni vigeni hatujui. Tulienda sisi kama walimu tulijitolea, baadhi yetu tulinunua vitabu. Mimi nilinunua kitabu cha hiki cha form 1, nikanunua pia na cha form 2, cha form 5. Kwa hiyo unapopata vitabu hivi, mimi kama mwalimu wa geography nafarijika. Kwa sababu gani? Hapa na uwezo wa kutumia hiki kitabu, lakini pia nikampatia na mwanafunzi, kuliko ambavyo mimi nilikuwa nacho hiki kimoja. Hata mwanafunzi ukimwambia nenda ukasome sehemu fulani, kitabu fulani kinasemaje, hana kitabu cha kurejea. Lakini kwa saa hizi naweza japokuwa ni vichache kulingana na idadi ya wanafunzi, lakini vinatosha. Nikawapanga tu katika makundi watano wangapi, nikawaelekeza wakasoma vizuri na wakaelewa. Kwangu mimi nashukuru sana kwa kweli, mmetufariji sana. Nashukuru sana, muendelee hivyo hivyo mwenyekiti, tunakuomba.